Israel imefanya shambulio la anga katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kwa mara ya kwanza tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya kundi la Hezbollah mwezi wa Aprili mwaka huu. Shambulio hilo limeongeza hofu kuhusu kudorora kwa makubaliano hayo ambayo yameshindwa kumaliza mapigano kati ya pande hizo mbili. Mashambulizi hayo yalilenga eneo la kusini mwa Beirut lililojulikana kama Dehie, ambalo linatajwa kuwa ngome kuu ya Hezbollah, huku picha zilizosambazwa mtandaoni zikionyesha moto mkubwa ukiteketeza majengo, huku jengo moja likiharibiwa vibaya kutokana na mlipuko huo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema yeye binafsi aliridhia shambulio hilo ambalo lililenga kamanda wa kikosi maalum cha Radwan Force kinachohusishwa na Hezbollah, huku vyombo vya habari vya Lebanon vikiripoti kuwa wanachama wa kikosi hicho walikuwa kwenye mkutano wakati shambulio hilo lilipotokea majira ya saa 2 za usiku kwa saa za mji huo. Hadi sasa Hezbollah haijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo. Hata hivyo, mashambulizi hayo ni ya kwanza kulenga Dehie tangu Rais wa Marekani Donald Trump atangaza makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali ya Israel na Lebanon Aprili 16. Licha ya makubaliano hayo, Israel na Hezbollah zimeendelea kushambuliana, huku kila pande ikiutuhumu mwingine kwa kukiuka masharti ya usitishaji wa mapigano. Wakati huo huo, mashambulizi mengi ya Israel yamekuwa yakifanyika kusini mwa Lebanon, ambapo jeshi lake linasema linawalenga wapiganaji na miundombinu ya Hezbollah. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, zaidi ya watu 120 wameuawa nchini humo katika kipindi cha wiki moja iliyopita pekee, wakiwemo wanawake na watoto, huku wizara hiyo haijaweka wazi ni wangapi kati ya waliouawa walikuwa raia au wapiganaji. Israeli pia inaendelea kudhibiti sehemu ya ardhi mpakani mwa Lebanon, ikisema inalenga kuunda eneo la usalama lisiloruhusu uwepo wa Hezbollah kwa ajili ya kulinda jamii za kaskazini mwa Israeli. Katika maeneo ya vijiji kadhaa vimeripotiwa kuharibiwa kabisa, huku mashirika ya haki za kibinadamu yakidai baadhi ya matukio yanaweza kuhesabiwa kama uhalifu wa kivita. Kwa upande wake, Hezbollah imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel kwa kutumia makombora ya ndege zisizo na rubani, huku wiki iliyopita mfanyakazi wa mkandarasi wa Wizara ya Ulinzi ya Israel aliuawa baada ya kushambuliwa na ndege isiyo na rubani akiwa anaendesha mashine ya uchimbaji kusini mwa Lebanon. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.